izalatu najasati athnaa salati, kuiondoa najisi ukiwa katika swala. Tayari upo katika swala, ukiwa katika swala ukaona ya kwamba kwenye vazi lako kuna najisi. Je, hukumu yake ni nini? Mtu ambaye atagundua kwenye vazi lake kuna najisi akiwa yuko ndani ya ibada ya swala. Idha aswabat najasatun thawba almusalli au badanahu athna as-salati, pindi itakapopatikana najisi katika nguo ya mtu ambaye anayeswali au katika mwili wake wakati anaswali, athna as-sala, katikati ya swala, faazalaha, akaiondoa ile najisi, walam yabqa laha atharun, na kusibakie athari ya ile najisi, fasalatuhu sahihatun, swala yake ni sawa na imesihi amama Allah subhanahu wa ta'ala. Upo ndani ya swala, nguo yako umeiona ina najisi, hautakiwi kuvunja swala kwa lengo la kwenda kuitoa ile najisi. Ukiwa ndani ya ibada ya swala, sheria inakuruhusu uitoe ile najisi ukiwa ndani ya swala, na swala yako ipo sahihi wala haina matatizo yoyote. Ad-dalilu min al-ijma'i, tuangalie dalili katika makubaliano ya maulama. Qala an-Nawawi rahimahullah, amesema Imamu an-Nawawi Mwenyezi Mungu amrahamu, idha aswaba thawbahu au badanahu najasatun yabisatun, pindi inapoingiwa nguo ya yule ambaye mwenye kuswali au katika mwili wake najisi ambayo kwamba iliyokauka, fanafadhaha, akaikwangura ile najisi, akajaribu kuikwangura ile najisi, walam yabqa shay'un minha, na kusibakie kitu kutokamana na hiyo najisi, wasalla, na akaamua kuswali, swahat salatuhu bil ijma'i, swala yake imekubalika kwa makubaliano ya maulama. Tumeelewana vyema? Lakini Imamu Nawawi amenukuu makubaliano ya maulama ya kwamba Muislamu yoyote yupo kwenye ibada ya swala, akitahamaki anakuta najisi ipo kwenye nguo yake au mwili wake, lakini najisi ile imekauka, akaamua kuikwangura namna hii, kuitoa ile najisi, basi inapokuwa ile najisi imetoka moja kwa moja, swala yake inakubalika kisheria kwa makubaliano ya maulama. Nenda kwenye kitabu Al-Majmu'u lin-Nawawi, kitabu nambari 3, kurasa ni wa 164.